Amesema hayo wakati anafungua jukwaa la sekta ya umma linalolenga kudhibiti udanganyifu wa kutumia mifumo ya kidijitali unaoendelea kushamiri kwa kasi kitaifa na kimataifa, linalofanyika jijini Arusha. Ni muhimu sana kwa taasisi na wadau tunaopambana na adui huyu tubadilishane taarifa na tushirikiane kwa karibu zaidi. Tunahitaji kuongeza maarifa wakati wote na kuwajengea uwezo wataalamu wetu. Tunahitaji kutumia mbinu za kisasa za kuzuia, kupambana, kudhibiti, kugundua na kuchunguza makosa haya ya udanganyifu. Na tunahitaji kuimarisha matumizi ya uchambuzi wa taarifa, kuendelea kuwekeza katika mafunzo, kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani na kushirikiana kwa karibu na taasisi yetu hii katika kujenga kizazi cha wataalamu kitachoweza kukabiliana na changamoto za udanganyifu kwa karne hii ya 21. Leo hii tunakabiliwa na aina mpya ya udanganyifu wa kifedha unaofanyika kwa kutumia mitandao ya kimataifa, teknolojia za kisasa, mifumo ya kidijitali na utaalamu wa hali ya juu ambao sio kazi nyepesi kukabiliana nao. Dunia sasa inashuhudia kuongezeka kwa kile kinachoitwa fraud as a service, kama alivyokuwa anazungumza rais wetu hapo, kwamba yani udanganyifu ni kama huduma, ambapo wahalifu hutoa au kuuza teknolojia, taarifa na utaalamu wa kufanya udanganyifu kwa watu wengine kwa malipo, kuwa ni kama huduma halali zinazotolewa kibiashara. Kuna watu wanaouza programu za kufanya ulaghai, wengine wanauza taarifa za watu zilizoibiwa, na wengine wanaendelea na mashambulizi ya kimtandao kwa niaba ya wahalifu wengine ambao wapo nyuma yao. Aidha, Dr. Rahma amefafanua kuwa tatizo hilo limekuwa ni kubwa na wahalifu kwa sasa wanatumia huduma za udanganyifu kama biashara ya kuwaingizia kipato, swala ambalo pia limezungumziwa na baadhi ya wadau wakiwemo wataalamu wa mifumo ya kidijitali na pia baadhi ya taasisi. Kuna ongezeko kubwa la wimbi la udanganyifu ambao unatokea wa kisasa. Sasa hivi udanganyifu ni bidhaa ambayo inauzwa sokoni, na soko hili lipo na limekuwa kubwa duniani, ambao linauza dhana mbalimbali za kufanya udanganyifu, na halihitaji taaluma kwa sababu kila mtu anaweza akanunua, akakodi vifaa hivyo popote alipo na kafanya udanganyifu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo dunia tunapitia. Kwa hiyo ni vyema kwa upande wetu sisi kama wadau tuone kuna umuhimu pia kuangalia na kuweza kuona namna gani tunaweza kuanza kudhibiti na kuweza kupambana na vitendo hivyo katika taasisi ambazo tunazifanyia kazi. Moja ya changamoto ambazo tunakutana nazo kwa sasa ni kwamba maeneo mengi ambazo wakaguzi wa ndani watafanya kazi yao wanaweza wakaonyesha maeneo ambayo labda yalikuwa na ubadhirifu, lakini inapokuja swala la kwenda labda kutakiwa kutoa ushahidi mahakamani, ndipo sehemu kubwa tumekuwa tunashindwa, kwa sababu taratibu zetu zinakuwa haziendani na namna bora ambayo wenzetu wanahitaji katika mkondo wa sheria. Kwa kufahamu vizuri ukaguzi wa ndani, lakini kwa kuwa na hizi certifications, tunaamini kabisa tutakuwa tumetengeneza wataalamu ambao watawezesha taasisi zetu kufanya uchunguzi vizuri, lakini ukaguzi wao pia utakuwa umezingatia yale mambo ya msingi ambayo pale ambapo watakuwa wamebaini ubadhirifu, basi tutaweza kusimamia na kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika mikono ya sheria. Nani atakayesimamia hizi artificial intelligence? Je, mifumo ya artificial intelligence inaweza kutumika vibaya? Je, taasisi zetu zina uwezo wa kusimamia hatari mpya zinazotokana na teknolojia hizi? Tusiondoke na swali la nani wa kumkamata. Tuondoke na swali la namna ya kujenga mifumo ambayo itafanya ulaghai ama udanganyifu kuwa mgumu zaidi kutokea. Huu ndio mwelekeo mpya wa dunia katika usimamizi wa hatari za ulaghai, uwajibikaji na uadilifu, kwani taasisi hazipimwi tena kwa ukubwa wa majengo ama kwa ukubwa wa bajeti ambazo wanaziweka, lakini bali kiwango cha imani ambacho wanakiweka kwa wananchi.
Na msingi wa imani hiyo, moja ni uadilifu kama nilivyosema hapo awali, lakini pia uwajibikaji na uwazi zaidi. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi wa ITV.